Najua umechoka na sitaki kurefusha mambo. Nisamehe mpenzi wangu kwa tabia zangu za kiburi nilizokuonyesha. Naomba tusahau yaliyopita na tugange yajayo. Nimekusamehe mpenzi wangu, lakini naomba unionyeshe bafu kwanza nikaoge, maana hapa nilipo nina hali mbaya. Usiniambie upo kwenye siku zako, maana naweza kujinyonga. Ndo hivyo ishatokea. Yaani ule uoga wa kupanda ndege nikajikuta tayari mambo yameharibika. Sio mbaya lakini, kwa sababu utakuwa hapa mwezi mzima. Nitakuwa hapa mwezi mzima? Ndiyo, wewe kaoge kwanza. Nenda upande wa kulia chumba cha kwanza, utaona bafu. Mume wangu, naomba ukanichukulie basi taulo dukani. Wewe nitume chochote unachotaka. Nipo kwa ajili yako. Nikuletee chakula gani? Niletee chakula chochote utakachonichagulia mpenzi. Nyie chale, kaukeni basi haraka kabla hamjaonekana. Jamani, ila haya masharti mengine nitakuja kutoa harufu za ajabu. Kwa hiyo na kuchoka kote huku, bado siwezi kuoga. Ngoja nijifute tu kabla huyu hajarudi. Kwa hali hii nilionayo, marashi pekee ndio yanaweza kuniokoa. Mpenzi, nimerudi. Bado tu unaoga? Nabadilisha nguo na kuja. Kwa kweli mwanamke ni mwanamke tu. Yaani ndo umekuja leo, lakini tayari nyumba ishaanza kunukia vizuri. Wakati siku zote huwa inanukia rangi tu. Halafu kweli, hii nyumba ina harufu ya rangi na simenti. Hii nyumba bado ni mpya. Ni yako? Hapana, ni ya rafiki yangu anaipangisha. Sasa nilivyomwambia ujio wako, ndo akanipa funguo nije niione. Ili kama itatokea nimeipenda, basi nipange hapa. Na Zanzibar je? Zanzibar tuwaachie wazee wakae huko. Oho, umeniletea mbuzi foil. Sio mbuzi foil, inaitwa mbuzi kitunguu. Ndo pishi jipya. Hii kila siku kuna ubunifu mpya. Hebu nieleze mpango wako ukoje kwanza, maana unaniambia vipande tu hata sielewi. Okay, kwa sasa mimi nimehamishiwa Vikindu na sio mbali kutoka hapa tulipo. Kwa hiyo nataka kukodi hii nyumba ili mimi na wewe tuwe tunaishi pamoja, kuepusha vishawishi ambavyo vinaweza vikavunja penzi letu. Na ndoa nayo ni lini? Mimi nangoja uwe tayari, maana sitaki kukulazimisha. Mimi mwenzio sasa hivi sitaki mtu mwingine zaidi yako, kwa hiyo niko tayari hata leo. Wow, kama uko tayari, hilo ni jambo jema. Sasa tutakuwa wote hapa mwezi mzima, na siku yoyote nikipata nafasi, tutaenda Mwanza mara moja nikawaone wazazi wako, kama ulivyotaka. Halafu wao wakikubali sisi kufunga ndoa bila uwepo wao, basi wewe utaenda moja kwa moja Zanzibar, kwa sababu ni lazima wazazi wangu waishuhudie ndoa yangu. Sasa nitaendaje Zanzibar peke yangu wakati umesema tutakuwa tunakaa wote hapa? Nataka utangulie Zanzibar wakati mimi nashughulikia kupata likizo ya wiki moja kazini, na nikishapata tu hiyo likizo, nitakuja Zanzibar tufunge ndoa. Kisha baada ya hapo tutarudi wote ili tuendelee kuishi pamoja. Na vipi kuhusu watoto? Watoto mwachie bibi yao, maana kawang'ang'ania mwenyewe. Mimi ninaona hapa kuna tatizo mume wangu. Tatizo gani? Kama Mungu akitujalia kupata watoto wengine na wale wakawa wanaishi bado na bibi yao, huoni kama italeta matabaka? Usijali kuhusu hilo, kwa sababu ukishabeba hiyo mimba hadi umalize miezi 9, tutakuwa tushajua la kufanya. Sawa mume wangu. Sasa itabidi twende sokoni. Saa hizi? Ndiyo, nataka twende jioni hii, maana kesho natakiwa kurudi kambini, na humu ndani hakuna chochote. Jamani, yani umenipokea leo, kesho unaniacha mwenyewe? Nitakuwa nakuja kwa kujiiba nikukumbatie, lakini pia nimepanga niende nikafanye kazi za watu kwa fujo nizimalize, ili wiki ijayo niwe hapa. Yani nataka nikija hapa uwe tayari umepona, ili nikufaidi vizuri. Sasa unaniachaje mwenyewe wakati huu mji sijauzoea? Itabidi uzoee tu, lakini nitakuwa nakuja mara moja usiku. Lakini Isiaka unanionea. Ila hapa na bichi sio mbali, ni gari moja tu.
Kwa hiyo ukijisikia kuboeka, nenda kapande gari ukashangae bahari na magorofa alafu urudi. Mimi naona tusiende sokoni ili huu muda tutumie kukaa pamoja. Si unajua nimekumisi. Sasa tusipoenda sokoni, kesho utakula nini? Kwa kuwa nabaki mwenyewe, nitakuwa nanunua vitu vidogo dukani ikiwa na hamu ya kupika. Sawa, mimi sina neno. Yaani shoga yangu, siamini kama kesho naolewa. Hongera shoga yangu, maana umepambana sana kweli, unastahili hiyo ndoa. Yaani mambo yanaenda haraka mpaka kuna muda nahisi naota. Kwa hiyo shemeji ashakuja? Kaja toka juzi, hata jana kalala hapa. Mjomba wake asubuhi ndo kamwamkia kumchamba, ikabidi aondoke aende kwake. Mbona sielewi, kwani hiyo ndoa inafungiwa wapi? Ndoa inafungwa kwao. Yaani hapa najiandaa, maana ikifika jioni nakuja kuchukuliwa niende kwa mamkwe kupakwa hina. Na nitalala huko huko, alafu kesho ndo atakuja kuniolea pale. Mbona wanafanya haraka hivyo? Mwezi wa Ramadhani umekaribia na tunataka utukute kwenye ndoa. Halafu pia sisi wenyewe hatutaki kelele nyingi. Kwa hiyo ndoa yetu itahudhuriwa na wazazi wake, majirani na nyinyi marafiki zangu basi. Kama mume wako angekuwa hamjui Mudi, si kesho tungeenda naye tukale wote ubwabwa. Halafu unajua Mudi hanipokelei simu zangu na ana hela zangu nyingi tu. We, kweli? Kweli, yaani hela zote nilizopewa na mume wangu kwa ajili ya matengenezo ya frame na hela za mizigo nusu anazo yeye. Kwani hiyo pesa ni kiasi gani hadi anashindwa kupokea simu zako? Ni 7,400,000. Yule mshenzi, kumbe hata mimi alinidanganya. Kwani alikuambiaje? Alinikopa 300,000 amlipe kaka yake. Maana anadai zile nguo alizoacha kwako siku ile zilikuwa na shilingi 300,000 za kaka yake. Muongo. Alichukua hela akasema anaenda kutafuta fundi wa kutengeneza frame na pia alisema kuna dada yake yupo Dubai, hivyo akaniambia nimpe hela ya mizigo amtumie ili anisaidie kufunga mzigo. Kumbe Mudi ni mshenzi kiasi hicho We muache tu, hizo tamaa zake zitamponza. Haya, jiandae sasa ili hilo gari likija litukute tuko tayari. Pia mabaibui paki mengi ili na mimi nipate ya kuvaa, maana unazijua nguo zangu. Siwezi kabisa kuvaa nyumbani kwa watu. Sawa. Mwari kashafika Kafika siku nyingi. Mimi si ndo mshenga wake, nimemfuata. We Husna, nataka huko ndani uchome mvuje, ubani na udi. Tufukuze nuksi na hasad humu ndani, maana Mwari tayari kashaingia. Sawa mama. Kaka, lakini hili jambo limeenda haraka mpaka linanitisha. Lakini dada, wewe mwenyewe unajua kwenye dini kuna mambo matatu hayatakiwi kucheleweshwa kwa binadamu, na hayo mambo ni ndoa, kusilimu na kumzika marehemu. Sasa unashangaa nini na wakati unaujua ukweli? Tatizo hili jambo limeenda haraka sana, na baba yake hata hajali kisa kapata mtoto mwingine wa kiume. Mimi kama mama lazima niwaze. Nikwambie kitu dada yangu, wewe hata usiwaze sana. Chukua udhu, uswali kama kawaida, kisha umwombee mwanao dua. Kama hili jambo lina heri, basi itakamilika, na pia kama lina shari, Mungu atuepushie.